Mswada wa kumbandua gavana wa Machakos Alfred Mutua wajadiliwa na wawakilishi wadi wachache, sarakasi ikishuhudiwa baina ya wafuasi wa pande zinazokinzana. Mimi nakwambia wewe, tutakupatia academic giants. Gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho amjibu naibu wa rais William Ruto kuhusiana na madai ya kisomo chake. Who is this person that is going to be our spokesperson? Ni yupi kiongozi wa ushawishi zaidi miongoni mwa Waluya? Katibu wa KOTU Francis Atoli ahidi kutoa jibu la utafiti uliofanywa. Ni kama kitu yenye inatembea kwa mwili. Juu nisikia tu mpaka kwa miguu. Na kwenye makala maalum tunakuarifu hatari wanayoishi nayo wakazi wa mitaa mabanda hapa Nairobi, wakikodelea macho kifo cha umeme kwenye makala ya Nyaya za Mauti. Barabara kabisa mtazamaji, hujambo, nikitumai kwamba umeshinda vyema. Karibu tuendelee kukuarifu na taarifa zetu kupitia KTN leo. Nite Ali Manzu. Mtazamaji, huenda mswada wa kumondoa gavana wa Machakos mamlakani Daktari Alfred Mutua ukafeli kutokana na ukosefu wa wawakilishi wa wadi wa kutosha kutekeleza shughuli hiyo bungeni. Wawakilishi 27 pekee ndio ambao walikuwepo kujadili mswada huo unaoendeshwa kwa misingi ya matumizi mabaya ya fedha katika kaunti ya Machakos na gavana Alfred Mutua. Wawakilishi 32 wanadaiwa kuwa safarini nchini Tanzania, katika safari ambayo iliyofadhiliwa na Daktari Alfred Mutua mwenyewe. Tutakuletea taarifa hiyo mtazamaji kwenye muda usiokuwa mrefu, wakati ambapo hivi sasa habari tunazozipata ni kwamba kura hiyo huenda ikaanza wakati wowote. Kwingineko, mbunge wa eneo bunge la Suba John Mbadi amemwandikia barua mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu uhasibu wa fedha za umma yani PSC Nicholas Gumbo, inayoomba kualikwa kwa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na mwandani wa naibu wa rais William Ruto Faruk Kibet kufika mbele ya kamati hiyo. Kwenye barua hiyo, Mbadi ambaye ni mwanachama wa kamati ya PSC ametaja umuhimu wa wawili hao kufika mbele ya kamati hiyo kutokana na kuwa walitajwa na shahidi kama wahusika katika ile sakata ya NYS. Vilevile taarifa kwa vyombo vya habari jioni hii iliyotumwa hapo jana na Murkomen imetajwa na Mbadi kama sababu nyingine ya seneta huyo kujielezea mbele ya kamati. Tatu ni kuwa kufika kwa wawili hao mbele ya PSC au kamati ya PSC kutahakikishia kuwa kamati ya bunge inatekeleza majukumu yake kwa niaba ya wananchi wanaowawakilisha, na mwisho itahakikisha kuwa kamati hiyo inaonekana kuwa inayotekeleza majukumu yake bila kupendelea mahali popote. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini KOTU Francis Atoli mapema hii leo alipokea ripoti ya utafiti uliofanywa kuangazia kiongozi yupi kutoka jamii ya Waluya aliye na umaarufu sana ambaye atawania urais katika uchaguzi mkuu ujao. Atoli alichukua jukumu hilo katika azma yake ya kuhakikisha kuwa jamii ya Waluya imeungana kumtafuta kiongozi mmoja atakaye menyana na viongozi wengine katika uchaguzi wa mwaka 2017. Utafiti huo kumradhi uliongozwa na Daktari Fred Jonyo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. At Muliro Gardens in Western Kenya, that is where we will open that document and announce who is this person that is going to be our spokesperson. And we still have time because it will be in 1 month's time. The leaders in Western Province at their own level, they can also still meet and say this is the person we have identified at their own level before I come in and make announcement. We still have that room. We had the late Vice President Wamalwa Kijana. And if you can vividly remember, because this is recently 2002 when President Kibaki was coming in, they teamed up and by 10 a.m. they had won elections. So somebody cannot say it is me who will have to organize Luyas or Luyas are divided. We have never been divided.
Gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho amemwambia naibu wa rais William Ruto kukoma kuzungumzia masomo yake, akisema kwamba hawana cha kupimana nguvu na mheshimiwa Ruto. Joho aliyasema hayo kwenye mkutano uliohudhuriwa na kiongozi wa chama cha ODM Raila. Karibu. Amason Kingi, gavana wa kaunti ya Kilifi, alitaka kujitakasa zaidi na kutumia mkutano huo kufafanua masuala yanayofungamana na madai ya wizi wa fedha serikalini humo. Kadri uchunguzi unafanyika, serikali ya kaunti Ijumaa hii inayokuja tunapeleka kesi kotini kushtaki kampuni hizi ili ziregeshe pesa ya watu wa Kilifi. Wale ambao wamehusika si watu wa hapa peke yake, lakini makampuni ni kule Nairobi, sio? Jamaa wamefanya, wako na mbinu ya kupenya na kuja kuchukua pesa hapa chini, na ni wale kodi ikionekana kutuliza joto baada ya ziara ya naibu wa rais William Ruto yapata siku 3 sasa. Gavana Joho akirusha mshale kuhusu uhalisia wa shahada yake. William Ruto alikuwa tononoka akasema gavana wa Mombasa is an academic dwarf. Mimi nakwambia wewe tutakupatia academic giant. Kwa hivyo hii dhuluma ya kihistoria imeandikwa katika ripoti ya tume inaitwa Truth, Justice and Reconciliation Commission Report. Hiyo ndio ikitekelezwa wapwani wataweza kupata haki yao, lakini hiyo haijafanyika mpaka wa leo. Hawajafanya na hawatafanya. Ilikuwa ni hafla ya kusambaza chakula kwa niaba ya serikali ya kaunti ya Kilifi iliyogeuka na kuwa jukwaa la kisiasa. Je, siasa za mahindi na marago ndio zitachukua uongozi hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017? Francis Mtalaki, KTN leo, Kaloleni, Kilifi. Na huku hayo yakijiri huko katika kaunti ya Kilifi, kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale jioni ya leo amemtaja Raila Odinga kuwa kiongozi asiyeweza kuzungumzia masuala ya ufisadi, huku akimlaumu kwa kuendeleza kuonyesha unafiki kwenye vita dhidi ya ufisadi nchini. In particular, while defending the clueless and besieged Kilifi Governor Amason Kingi, Mr. Odinga said that he does not want to hear anything about preliminary audit reports because those are just audit queries. Mr. Odinga, the AFIA audit report is also an audit query. Preliminary, in fact, it hasn't even reached the Public Accounts Committee. For him, only issues raised in final audit reports can establish if money has been lost. It is immensely difficult to believe that it's the same Odinga who has gone hammer and tongs against the government institutions on the basis of draft interim audit reports, striving to portray the government in bad light. When it comes to his associates in Mombasa, in Kilifi, in Kakamega, in Siaya, and more importantly in Nairobi, Odinga suddenly detects a distinction between preliminary and final audit reports. So it is. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii, na taarifa ninazopokea kutoka kwa mwanahabari mwenzangu ambaye yuko katika bunge la kaunti ya Machakos hivi sasa ni kwamba ile hatua ya kumwondoa mamlakani gavana wa kaunti hiyo Alfred Mutua haitofanyika. Hii ni baada ya kufanyika wawakilishi wadi katika eneo hilo kupiga kura, na kati ya magavana ama wawakilishi hao ambao walikuwa wanahitajika kuwapo 26 pekee ndio wameweza kusema kama kuidhinisha kumwondoa mamlakani, swala ambalo kidogo litakuwa lina kwenda kinyume na vile hali ilivyo, manake ilikuwa wanahitajika zaidi ya 33, na hivyo basi wameweza kukosa kufikia ile idadi ya wajumbe ambao walikuwa wanatakana kupitisha ile kura ya kutokuwa na imani na gavana wa kaunti ya Machakos. Hii inamaanisha sasa
Gavana wa kaunti ya Machakos ataendelea kuhudumu katika nafasi hiyo baada ya kura hizo kumalizika mapema hii leo. Kura ambazo wamepitisha ni 26 na haikufikisha ile idadi ambayo ilikuwa inayohitajika. Kumbuka taarifa hizi tunazipokea hivi sasa kutoka kwa mwanahabari mwenzangu ambaye yuko katika bunge hilo hivi sasa wakati ambapo kura hizo zilikuwa zinaendelea. Napumua kidogo. Tutakaporejea mtazamaji, kuna makala maalum leo tumekuandalia kuhusiana na nyaya za stima ambazo zinaunganishwa katika maeneo ya mabanda na hatari iliyopo wakati kama huu hapa jijini Nairobi wakati ambapo mvua zinaendelea kunyesha. Usiende mbali, tutarudi. Kamusi ya leo inaangazia neno limbukeni. Limbukeni ni mtu anayeanza kutumia kitu kwa mara ya kwanza. Mfano katika sentensi: ama kweli limbukeni hakosi kuwa na mbabaiko kwa kumtia mikogo kiasi. Na mtazamaji, karibu tuendelee na taarifa zaidi. Maisha ya mamia wa Kenya wanaoishi katika mitaa ya mabanda humu nchini yamo hatarini. Hii ni kufuatia nyaya za umeme ambazo zinaning'inia katika mitaa hiyo na aghalabu husababisha vifo hapa na pale katika mitaa hiyo. Wapo hata Wakenya ambao wasiona hatari ya kujenga karibu na nyaya hizo. Hebu sasa tumpishe mwanahabari mwenzangu Hussein Mohamed na makala maalum ya nyaya za mauti. Makazi ya mabanda mtaani Kibera jijini Nairobi. Hatari wanaoishi nao bila tahadhari ni ishara ya kujiandaa kwa mkasa wa kujitakia. Nyaya za umeme zikining'inia kiholela, umeme uliounganishwa na watu wasio na idhini ya kufanya hivyo. Uchunguzi wetu ukianika peupe mapuuza ndani ya kampuni ya umeme nchini. Eneo la barabara ya Kangundo, kwa mbali mtoto huyu anaonekana akifurahia kukwea mlingoti huu wa umeme. Lakini huenda furaha ya mtoto huyu ikasalia kuwa karaha ya mauti. Asilojua ni kuwa mlingoti huu una nishati ya umeme kilowati 66,000 kutoka kwa eneo maalum la kampuni ya umeme ya Kenya Power mjini Juja. Akajishikilia hivi, kumbe tena hiyo mabati iko na stima, iko na shock. Sasa ikamnyonya pia. Kovu za mauti zimemkaba na kumwandama Alice Okwako anayeishi katika mtaa wa Kibera. Miezi mitatu iliyopita, dadake Melissa Onyango alianguka kwa mtaro na juhudi zake za kutoka hapo zilimwacha kuipa dunia kisogo. Sasa kupiga hiyo kelele nikasema ni Melissa, pia alikuwa amesikia fununu kuna mtoto anapigwa na shock, wakafuata mbio. Sasa ile alikuja tukapata sasa akukoyo mtaro ameshatolewa. Sasa unajua vile ameanguka tu hivi, lakini sana struggle vile unaona tu mtu ametoka kwa maji anaanza kustruggle hivi. Sasa sisi tukaanza kupiga nduru. Kwanza kupiga nduru, pia mamangu akakuja hapo. Kukuja hapo, sasa watu wakaja. Sasa watu hakuna hata mwenye anaweza kumuona dakika kidogo. Melissa akaingia kwenye takwimu za wale walioaga dunia na kunaswa na nyaya za umeme katika mitaa ya mabanda. Maziwa ya kwanza akakunywa tu vizuri. Ya pili akaanza kukunywa. Unajua mimi sasa walikuwa wamesema ati tutoke hapo, lakini mimi nilikataa kutoka, nikakaa kwa gate hapo. Huyo kijana anaitwa Mahmudu. Wakaanza kuangalia na hivyo akisema hapana, anatoa maziwa sasa ya pili, anatoa kwa povu na kwa mdomo. Alafu ndio mama mwingine akakuja akasema atuia amekufa. Wasemavyo wahenga, athari ya kidole, hasara ya mwili ndio hali halisi unapokuwa angani. Mitaa mabanda ya Mathare sio vyuma vya kupata mawimbi ya runinga. Hata nyaya za umeme zimeuacha mitaa hii katika dau ambalo wengi wanasema litazama iwapo ufa uliopo hautazibwa. Wataalamu wa shirika Kenya Power wanahofia kuwa kwa sekunde tu mitaa hii ya mabanda itasalia kuwa historia. We are really in danger because remember those power lines are carrying very high voltages. So what we would expect is in event of a rain cutting, we would expect fires. Fires which would end up even cutting up down all those slabs. Ujenzi katika mitaa hii ya mabanda hutumia mabati. Mabati ni mojawapo ya njia za kupitisha nguvu za umeme. Sio hayo tu,
nyumba katika mitaa hii zimeshikana. Iwapo umeme utapita katika nyumba hizo na cheche ndogo tu ya moto kuwaka, itaacha eneo hili kuwa magofu, na si siri kuwa maisha wengi yatapotezwa kwenye mkasa kama huo. Aidha, juhudi za usaidizi pia zitakuwa butu kufuatia kutokuwa na njia za barabara kuingia katika mitaa hii. One of those lines, for example, the conductor cuts, and for some reason it ignites fire. And if you consider that the houses are so close together, necessarily you will see a whole slum wiped out, and the neighboring estates will also, of course, be affected. Within the sector, the issue of illegal connections is something that, for example, when we go to industrial area, we have some of our members who are bordering slums, and some of the people actually connect through their power lines. For us, that's a big concern, because in an area like that, if there's anything that happens through the illegal connection, it could actually lead to a lot of destruction of property, loss of lives through the fires. So we want to encourage people not to connect through illegal connections from the industry. Look at it economically, there is a lot of economic loss. It's a big economic loss. You can imagine the entire industrial area not working, or the town center not working. Even if it takes even 2 hours, it's a very big loss to the economy. Chimbuko la swala zima ni ujenzi wa manyumba hizi. Aghalabu nyumba mingi hujengwa kando au chini ya nyaya kuu za umeme. Kulingana na shirika la umeme nchini Kenya Power, ardhi iliyo mita 10 kando ya nyaya kuu za umeme ni ardhi yanayosambaza umeme huo. The message is they should just move out of it. It's quite dangerous. They should move out of it. Tamaa imewacha wengi kutafuta mbinu tofauti ili kuendeleza ujenzi wa majengo yao. Kwa mfano, jengo hili ambalo kwa sasa liko katika orofa ya pili, mmiliki kwa kushindwa kuendelea ikambidi kutumia miti ili kusukuma kando nyaya za umeme ndipo aweze kuongeza orofa zaidi, akihatarisha maisha ya wakazi wa eneo hili. Barabara ni ya magari. Tukiangalia welifu ya stima ni ya stima. Kuna yale maplot ambayo ni ya kujenga. Hapo ndio unaweza ukajenga. Na pia wale wote ambao wanafanya tuseme mambo kama hayo, itabidi washtakiwe. Na yale gorofa ambayo walikuwa wamewekwa yaletwe chini, ndio watu waelezwe, wajue kutoka leo na kuendelea mbele. Kama National Construction Authority tunataka mijengo yaendelee yakiwa yamepangwa. Wakazi ambao wengi wao wamesalia na kovu mwilini kufuatia ajali za nyaya za umeme. Dina, mkazi wa mtaa huu, ni mmoja wa waathiriwa aliona machungu ya kusimulia. Mwili yote ni kama kitu yenye inatembea kwa mwili. Juu nisikia tu mpaka kwa miguu. Na nikapiga nduru mara moja. Mara moja na mwenzangu akasikia, akakuja na mti, kanipiga pap, nikaanguka huko. Sasa kwangu huko ndio wakanipea maziwa, kukaa kidogo, nikarudi nikawa sawa. Kumbe imeaffect mpaka waya, ilipita mpaka kwa hiyo waya yenye kwa nyumba. Sasa hiyo waya kwa nyumba ndio sasa nilinchapa na ikanitoa ngozi kwa hiyo mguu, kwa sababu maji ilikuwa hapo moto na hiyo mguu iliangukia hiyo, nilikanyaga kwa hiyo maji. Sasa ika-affect mguu na ika-affect vile sasa nilianika manguo. Kitu yenye ilini-affect kuanika ilikuwa kifua, na hii mkono nikawa imekufa yote mpaka hii mguu. KTN News imebaini kuwa wengi wa maafisa wa serikali, wasimamizi wa vitongoji hivi, hawashinikizi wachuuzi au hata wamiliki wa ardhi katika maeneo haya. Maeneo ambayo sasa inabidi kampuni ya Kenya Power kupaa angani mara moja kwa mwezi ili kutathmini hali ya nyaya hizi kufuatia kutokuwa na njia za barabara ya kutekeleza kazi hiyo. Kuna mama jirani yetu hapa nyuma, pia yeye alikuwa ananika manguo. Stima ikampiga akianika nguo na hapo na alikufa hapo. This is a disaster in waiting. One, we expect if there is any breakdown on those lines, for one, the power supply to the city will be interrupted for a long time. Hatari ya athari za ujenzi na nyaya za umeme katika mitaa hii ya mabanda itazidi kuwa mada katika ndimi za Wakenya wa maeneo haya, Wakenya ambao hawana budi kuziba ufa au watajenga ukuta.
Hussein Mohamed, KTN News, Nairobi. Naam, karibu tena mtazamaji. Msururu wa mwisho wa mbio za magari utafanyika wikendi hii katika mkondo wa Guru Nanak. Tayari taji kuu limetwaliwa na Tapio Laukanen. Hivyo basi sasa ni kutafuta nafasi kutoka ya pili. Fauku ya hayo, madereva wameapa kutoana kijasho chembamba. Mkondo wa 8 na wa mwisho katika msururu wa mbio za magari nchini unatarajiwa kuwavutia zaidi ya madereva 43 katika kinyang'anyiro cha Guru Nanak kule Naivasha. Madereva watatu kutoka Tanzania ikiwemo Gurjit Thani, Rajpal Thani na Ajminda Thani watakuwa baadhi ya wageni wanatarajiwa kushindana wikendi hii, huku waandalizi wakiwa wengi wa matumaini kuwa kando na mvua kutarajiwa siku hiyo, upinzani mkali kutashuhudiwa. As usual, I would request all spectators pass the word around, do not drink and drive. We as a team have engaged NTSA. They will be outside the main road. I believe you all cherished this last event. Please give it your best. Give it what it really matters. Kati ya madereva gwiji nchini watagaragazana ni ikiwemo Jasprit Chate, Kar Flash Tundo, Manvir Baryan, Onkarai na Baldev Chaga. Bingwa wa mara 6 nchini Ian Duncan atakuwa akijaribu kutoa taji lake la 14 kwenye mkondo wa Guru Nanak. Na upinzani utakuwa mkubwa kutoka kwa bingwa wa mwaka 2016 Tapio Laukanen. We'll start from KCB Naivasha. They'll go immediately to the first stage, which is at Delamere, the 19 kilometers. Thereafter, they go all the way to Delamere. They'll have a fuel, do the 2 stages, come into service. There'll be a holding. Katika mwaka 2017, benki ya KCB itawacha kuwa wafadhili wakuu kwenye mashindano haya na kuchukua nafasi ya kuwa benki rasmi ya mashindano haya. Moses Wahisi, KTN Michezo. Mwanariadha ambaye ni bingwa wa Olimpiki Wilson Kipsang sasa ametangaza azma rasmi ya kujitosa katika kinyang'anyiro cha ubunge katika eneo bunge la Keio Kusini. Kipsang amedai kwamba ana maazimio ya kubadili riadha humu nchini, hasa baada ya uongozi mbaya kutia kitanzi kamati ya Olimpiki nchini, huku madai ya ufisadi yakiwaandama. Baada ya miaka mingi ya uzoefu na tajriba pevu katika mbio za masafa marefu, kiasi cha kushinda dhahabu ya London na ile ya New York mwaka 2014 na kutoa nishani ya shaba mwaka huu kule Berlin, Wilson Kipsang sasa amejitosa katika ulingo wa siasa. Kipsang anamezea mate kiti cha Keio Kusini, lakini ni kipi haswa kimemsukuma? Unapata kwamba kwa sasa hakuna mtu anaweza saidia mkimbiaji. Kwa hivyo wakimbiaji wengi unapata kwamba wanatapeliwa sana, kwa sababu wana haraka zaidi katika kila jambo ambalo wanafanya. Mbali na hayo, Kipsang ana maazimio ya kubadili maisha ya wakazi wa Keio Kusini. Jambo kuu ni kuweza kuongeza mapato kwa watu. Economic empowerment. Ali kadhalika, endapo atachaguliwa, ameahidi kuwa mstari wa mbele kutunga sheria za kuboresha riadha humu nchini. Kuna wisi pengine ya pesa na manguo na nini, na ningependa tu kusema kwamba mimi kama mkimbiaji, na iwapo nitachaguliwa kama mbunge, itakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuweka mkakati bora. Yote 9, 10 ni kwamba Kipsang amejitoa kiume kuwatoa jasho na siasa tajika katika eneo bunge la Keio Kusini, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Kwenye muda usiokuwa mrefu kupitia KTN News, basi endelea kuwa nasi. Tutakuwa na mahojiano yetu hii leo kuhusiana na swala la sheria kwenye yale makala ya Elewa Sheria, leo tukiangazia aina za mahakama na mambo kama hayo.
Usiende mbali, tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu.